Mji wa Kajiado wanachunguza kisa ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 56 aliuliwa kinyama kwa kupigwa mawe kichwani na kisha kubakwa katika mtaa wa Annex katika mji huo wa Kajiado. Inaarifiwa kwamba Agnes Nduku Kanini alikuwa akielekea nyumbani usiku wa Jumanne wakati alikutana na watu wasiojulikana ambao walimtendea unyama huo. Kwa sasa uchunguzi umeanzishwa huku mwili wake ukihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya Kajiado. Katika mtaa wa Annex, kaunti ya Kajiado, wakazi hapa wametamaushwa na kisa cha mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 56. Agnes Nduku Kanini anasemekana alikuwa akielekea nyumbani mwendo wa jioni ambapo alikutana na watu wasiojulikana ambao wanadaiwa kutekeleza kitendo cha unyama huo. Kulingana na wakazi wa eneo hili, mwanamke huyo alibakwa kabla ya kuuliwa mwendo usiku. Nikasikia kwa plot watu wakisema kuna mama ameuliwa pale. Si nikakuja kuangalia, nimepata mama amelala, amevuliwa nguo zimefika hapa, hana chochote, ameripiwa. Alikuwa amegongwa na mawe. Ameripiwa, ametolewa nguo zake za ndani, ameweka upande wa kushoto. Hii upande wa kushoto. Ukimtuma mtoto dukani jioni aswa awe ni wa kike ni wa kiume, tunakuwa na hofu kubwa na wasiwasi. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie na tunaomba ulinzi wa kutosha. Na amefanyiwa kitendo ambao si kitendo kizuri. Mama kama huyo si mama ambaye unaweza fanyia kitendo kama hiyo. Maafisa kutoka idara ya upelelezi wa DCI wanaendeleza uchunguzi kubaini ni kina nani waliohusika katika kutekeleza unyama huo. Joseph Kanau ambaye ni mwanawe marehemu anasema kwamba hafahamu kilichosababisha mwanamke huyo kuuliwa, kisa ambacho kimewashangaza sana wakazi wa mtaa wa Annex. Tungu sana kwa sababu mamangu ni mtu mwenye hakuwa na mambo mingi na watu, hakuwa muongeaji sana. Ni mama mwenye alikuwa mpole sana. Sasa hata tumesitikika sana kupata hiyo, kuona venye ametendewa hicho kitendo chenye ametendewa. Kwa sasa wakazi wanaishi kwa hofu baada ya kisa hiki kutokea. Wanasema kwamba kundi la watu wasiojulikana linasemekana kutekeleza unyama huu. Paul Kirobi, TV47.